Asante kwa jioni njema. Watoto wako tuko nyumbani mwako, ni neema yako tu. Ninamleta mtumwa wako mbele zako Jehova, ile mtumie kama upendavyo, ni katika jina la Yesu nikiomba nikishukuru, amina. Amen. Kama unayo Biblia, fungua wa Efeso 5. Tutakwenda kusoma mstari kuanzia ule wa 22 na kuendelea. Wa Efeso 5 mstari ule wa 22 na kuendelea. Watu wengi wanaofahamu mstari, watu wengi wanafahamu agizo la Mungu kwenye hii mstari, lakini leo Bwana ameona vema tuweze kukumbushana tena. Biblia inasema enyi wake watini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama vile naye Kristo alivyo kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Mstari wa 24 anasema, lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. Mimi naongezea hapo, katika kila jambo jema. Amen. Mstari 25 anasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kama vile Kristo alivyolipenda kanisa akautoa uhai wake kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuishie hapo. Lakini katika maneno tuliyosoma, na msi Mungu akupe mafunuo mapya, na msi Mungu akufunulie kitu ambacho yamkini ulikuwa hujamaanisha kukitafakari, ili uingie katika tafakari. Kwa sababu kila siku ya Mungu ni mpya, na kila majira na nyakati ni mpya. Kwa hiyo tunatamani Roho Mtakatifu aseme na mioyo yetu, kwa sababu wako watu hapa wako ndani ya ndoa, wako watu hapa ambao ndoa wanaingia kwenye ndoa, lakini wako watu ambao hawako kwenye ndoa ila wanatarajia kuingia kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukijaribu kuangalia Paulo mtume katika kitabu hiki cha Efeso, tunaona mingi sana kwa upande wa mwanamke, mambo ya msingi sana kwa upande wa mwanaume, lakini akajaribu kufananisha na kulinganisha upendo wa Kristo kwa kanisa, hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwanadamu mmoja atakayekubali kumwamini kwamba yeye alitumwa na Mungu kwa ajili ya kumkomboa yeye. Bwana Yesu asifiwe. Tunao Wakristo wengi, tunao watu wengi wanaojiita ni Wakristo, tunao hata madhehebu mengine sio Wakristo lakini wanamwamini Kristo kwamba ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Tunao watu wengi ambao wanafanania mno katika kuona kwamba Yesu ni wa thamani sana katika maisha yao, lakini hawajajua kutofautisha namna ya kumwamini na namna ya kumjua na kumfahamu tu kwamba yeye ni Yesu, alikomboa ulimwengu, ana upendo, amesulubishwa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, hivyo hajui kingine zaidi ya hicho. Lakini Biblia inasema kila amwaminie. Kumwamini Kristo sio kuamini matendo aliyotendewa na Wayahudi, sio kuamini kile kitendo cha kufa msalabani, sio kuamini vile alivyofanya, watu walivyomfanyia vituko, lakini bado alisimama kuwaombea na kuwaonea huruma kwa sababu walikuwa hawajua na tutende. Isipokuwa kumwamini yeye kuwa ni Mwokozi, kumwamini kwamba yeye ndiye ambaye anaijua njia na yeye ndio kweli
ya mtu yeyote anayeishi duniani. Yesu ndio mwenye kujua kweli ya mwanadamu yeyote anayeishi hapa duniani, na kwamba hawezi mtu kufika kwa Baba pasipo huyu Yesu. Na ukishafikia hatua hiyo, ukishafikia hatua ya kufahamu hivyo, Biblia inatuambia katika kitabu cha Warumi, anakuambia ukikiri kwa kinywa chako ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba alikufa akafufuka siku ya tatu, utaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tu. Lakini uwe unaamini na umekiri kwa kinywa chako. Mtu anapokuambia kiri kwa kinywa chako, manake sio ukiwa chumbani kwako, sio ukiwa kwenye blanketi alafu ukakiri. Uweze, yani unapozungumza swala la kukiri ni kuproclaim, yani mbele ya umati wa watu, yani mbele ya watu kuanzia 2 na kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Akusikie kwa kinywa chako ukisema, yani mimi naamini kwamba Yesu ni Bwana na Yesu alikufa kwa ajili yangu. Kuanzia leo ninamkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, watu wa Mungu. Sikiliza, mimi naongea na wewe. Hawa watu hapa, hawa kama sikio linasikia, basi linasikia alafu linapitiliza. Hapo walipo wanawaza vitu vingine kabisa. Vingine kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa najaribu kumwangalia mwanangu hapa Mariana alivyokuwa anakuja, yani kama mtu ambaye kuna kitu anakiwaza lakini hakiwazuki, yani hajapata jibu. Yani ukiwa unawaza kitu alafu hujapata jibu, kuna mazingira fulani kwa wale waliopitia mambo ya saikolojia na sociology, utaona kabisa yani mtu kuna kitu kina. Tuko pamoja. Haleluya. Haleluya. Lakini hawa wanayo Yesu, hata kama hawajisikii sawa, lakini Roho Mtakatifu yani anapiga muhuri. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naongea na wewe baba yangu, naongea na wewe mama yangu, naongea na wewe binti na kijana, kwamba usije ukajiona uko salama kwa sababu unasali kwenye makanisa ya Kikristo. Usije ukajihesabia haki kwa sababu wewe unajiita ni Mkristo. Usije ukajihesabia haki kwa sababu unaabudu kwenye dhehebu lolote lile kwa majina yao. Kama ni Hindu, kama ni Islamic, kama unaabudu dini ya Kiyahudi, whatever the case. Lakini ninachotaka nikwambie, usije ukadhani ya kwamba kwa sababu unayo dini, hiyo dini inaweza ikakufikisha mbinguni. Amen. Sisi hapa tuna dhehebu linaitwa Evangelistic Assemblies of God. Tukaongezea na maneno mengine mazuri kabisa kwamba mji wa makimbilio Yejitirwa. Lakini this is only, yani ni nembo tu. Sawa? Ni nembo tu. La msingi ni nini kinachoongelewa ndani ya watu walioamua kuchagua hilo jina? Nini wanachokiamini? Nini wanachokitarajia? Hicho ndio kitu cha msingi cha kuangalia. Amen. Amen. Dini, wanangu, niwaambie, ni mpango wa wanadamu. Dini ni mpango wa wanadamu katika kumtafuta nani? Kumtafuta Mungu. Dini yoyote ile ni mpango wa wanadamu kumtafuta Mungu. Lakini mpango wa Mungu kumtafuta mwanadamu ni wokovu. Na hapana wokovu katika awaye yoyote isipokuwa Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Sema amen.
anasema kila goti litapigwa mbele yake na kila ulimi utamkiri kwamba yeye ni Bwana. Hivi unajua tafsiri sahihi ya nini maana ya neno hili Bwana? Unajua tafsiri sahihi ya neno Bwana? Yani ukisema Yesu Kristo, yani anaposema kwamba kila ulimi utakiri kwamba yeye ni Bwana, ili neno Bwana kwa maana ya asili ya lugha zile za kibiblia ambayo ni Kiebrania pamoja na Kiyunani, tafsiri yake ni pana sana. Wanadamu tumekuja kuiga, mwanamke anamuita mume wake, huyu bwanangu. Tena wako kilabuni wanagombana, wamefumaniana huko, alafu wanaanza kupigana, wanasema bwanangu umenichukulia bwanangu. Hajui tafsiri ya neno Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wamejaribu kulishusha viwango Bwana, yani kwa lugha nyingine ya wale wenzetu wale walioanzisha Biblia wanaita neno shalishi. Shalishi manake ni yeye ambaye vitu vyote vimefanyika kwa yeye. Hapana kitu chochote ambacho kimefanyika pasipo yeye. Ndio tafsiri ya neno shalishi kwa lugha ya Kiebrania. Lakini kwa lugha ya Kiswahili tukalipa hilo neno Bwana, kwa sababu lugha ya Kiswahili is very shallow kind of language. Haina ule yani mshindo wa neno kama unataka kulipa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Unakubaliana na mimi? Yani hivi hata lugha hizi za kwetu hizi za asili kikabila, kuna neno jingine kwa Kiswahili unaweza ukalitamka ni tusi, ukalitamka kwa Kiswahili alafu likaonekana kama ni tusi jepesi tu, lakini tusi hilo ukalitamka kwa lugha ya Kikwenu, utashika utainama hivi. Kweli sio kweli? Maana yake neno linakuwa na nguvu kulingana na kabila. Neno linakuwa na nguvu kulingana na asili ya ile lugha ulivyotamka. Kwa hiyo ukitamka neno Bwana kwa Kiswahili inaonekana is shallow kind of word. Lakini ukisema shalishi, akiwepo Mwebrania hapo, akiwepo Muisraeli, akiwepo hawa kina Ishmaeli, wakiwepo, ukisema shalishi anatetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Na tafsiri yake ya hili neno unakuja kulikuta kwenye kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari ule kuanzia ile sura ya kwanza mstari ule wa kwanza na kwenda pale chini kidogo mpaka hata 12 ukiamua unaweza kufika. Lakini ukisoma wa kwanza, wa pili, wa tatu, anakuambia hapo mwanzo kulikuwako na neno. Huyo neno sio hilo neno, anasema huyo neno alikuwako kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Pasipo huyo neno hakikufanyika kitu chochote kilichoweza kufanyika. Huyo ndo shalishi. Huyo ndo Bwana kwa neno letu la Kiswahili. Lakini uzito wa hilo neno Bwana ndo hilo, kwamba hapana chochote kilichoweza kufanyika pasipo yeye. Sasa huyo ndiye ambaye anakuambia kwamba ukimwamini hautapotea, bali utakuwa na uzima wa milele. So yule unayemkutaga ametundikwa kwenye msalaba, no. So yule mnabebaga kwenye nani alafu mkaanza kuzunguka naye, no. Yesu wetu tunaomhubiri sisi yu hai hata sasa. Hayuko kwa mfano wa kitu chochote. Yesu asifiwe. Hebu kama Mungu ameona kusikishisha maneno haya mchana huo leo, iwe kwako ni faida. Don't waste your time my friend. Wewe yani jiongeze. Waswahili wanasema katika maneno utakayoambiwa na wewe fanyaje? Sasa shida ni kwamba hivi, bila kuwa na ufahamu na maarifa wa kimungu huwezi kujiongeza ukajua kwamba hapa ninaingia mtaroni, au ukajua kwamba hapa ninakwenda sehemu sahihi.
Lakini ukija katika kanisa la Mji wa Makimbilio utakutana na mafundisho yatakayokupa ufahamu na maarifa. Hivi vitu utavifahamu na wewe mwenyewe utajitambua kwamba uko wapi, kama unaingia mtaroni au kama una safari ya kweli ya kwenda kwa Baba, utajitambua. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mtumishi wa Mungu Paulo akaongea na watu, akawafananisha mwanamke na mwanamume jinsi watakavyoweza kuishi kwa kumlinganisha Kristo na kanisa, au kwa kumlinganisha Kristo na wale waliomwamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani ziko ishara za kweli. Ukimwamini Kristo lazima kuna mambo yatatokea. Ukimwamini Kristo kama inavyopasa lazima kuna mambo yatafanyaje? Yatatokea. Amen. Anasema hivi, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akinifungulia nitaingia kwake, nitakaa pamoja naye, nitakula pamoja. My friend, I'm telling you the truth, kwamba Yesu kwa mtu aliyemwamini anatakiwa akae ndani yake. Wewe hata siku moja utakaa umuone, lakini kuna mambo yatatokea, utajitambua kwamba Yesu anakaa ndani yako. Na amethibitisha katika hiyo Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12, anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Automatically ukimpokea Yesu kuna uwezo fulani unaachiliwa kwako. Tunaongea vizuri. Sasa ukitaka kuprove hiki tunaongea kama ni kweli sio kweli, tunaweza tukasimamishwa wa Kristo hapa ambao wametoka makanisa mbalimbali, wanajiita ni wa Kristo na wanasali kila ibada, tena uaminifu kweli kweli, yani uaminifu, alafu wanatoa vizuri sana. Alafu tuanze kuwapekua kuanzia kwenye vipochi vyao mpaka kwenye wallet zao, mpaka kwenye vibegi, mpaka kwenye mabega, mpaka kwenye makwapa. Alafu tuone ni nani ambaye amefanyika kuwa mtoto wa Mungu kama neno linashivyo, kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale walioliamini jina la Kristo. Hao hapana mchawi, hapana mfuga majini, hapana kina mkera, hapana kitu chochote kinachoweza kusimama mbele yake na kikamweza. Kwa sababu gani? Yesu anakaa ndani yake. Kama shetani anaweza akampiga Mungu, kama shetani anaweza akamloga Mungu, maana yake na wewe utalogeka. Lakini kama hawezi, na wewe huwezi kulogeka. Kwa nini? Kwa sababu anakaa ndani yako. Haya ni maneno yaliyozungumzwa, sio story, is a live, sio story. Sasa kama jinsi ambavyo Kristo alivyo, na sisi tunatakiwa tumtii Kristo. Awe mwanamume mwenye ndevu, asiyekuwa na ndevu, awe mwanamke, Kristo ni wa kumtii at any time. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hutaki kumtii, wewe unayefuatiliaga Biblia, soma Biblia, Injili ya Luka 9 mstari wa 27, anasema wale wote, Yesu mwenyewe anasema wale wote wasiotaka ni watawale, waleteni mbele yangu ni wachinje. Yesu anasema. Sasa Yesu hawezi akachukua upanga, hawezi akachukua fumo akakuchinja, lakini anakuchinja katika ulimwengu wa roho. Yaani utakuta maisha hayaendi, chochote unachokigusa hakigusiki. Umekataa kutii, umekataa kutawaliwa na Yesu. Kwa hiyo mwanamke, ukiweza kumtii mume wako kama kumtii Kristo, ninakuhakikishia changamoto almost asilimia zaidi ya 50 katika maisha yenu ya ndoa zitakuwa hazipo. Lakini almost
Many challenges zinatokana na mwanamke asiyemtii kwa mume wake. Ngoja nikwambie, mwanamume ni mwanamume tu, hata akiwa kama sibilisi. Ni oda iliyotoka kwa Mungu pale bustani ya Edeni kwamba nanyi yani wanawake wakamwambia hivi, mtatawaliwa na mwanamume. Sasa akishakuwa mwanamume, hata kama ni mfupi kama sibilisi, hata kama hana hata 100 mfukoni, mwanamke akimdharau, yani umetibua kila kitu, mfumo mzima wa uendeshaji wa mwili wake umeutibua. Tunaongea na mwanamke. Jamani, naongea hapa na mtu. Wewe ukitaka usalama ya ndoa yako, tii. Unajua kuna wanawake wana mfumo dume. Yani anajua kabisa amekosea, lakini kusema nimekosa, mume wangu nisamehe. Mbinde. Yani maneno matatu tu, mume wangu nisamehe, nimekosa, inamfanya mpaka ndoa inapasuka, mpaka wanaachana kwa kushindwa tu kutamka maneno matatu. Kuna makabila, unajua makabila shida, kila kabila kuna spirit yake kutoka kuzimu. Yani kila aina kabila ina roho ya kuzimu inayofuatiliaga. Hata kama ataokoka, asipokuwa ni mtu wa kujitoa kwenye maombi ya kujidhabihu, hiyo roho kuna siku inainuka tu. Wakati unakuja kukumbuka, Mungu wangu nimeshakukosea, umeshaharibu parefu. Kwa sababu mwanamume ukishamtamkia neno la kumdhalilisha, neno la kumfanya aonekane kwamba hana maana, hilo neno halifutiki hata kwa damu. Unaelewa vizuri? Yani unapokuwa na hasira, hebu jitahidi usiongee chochote. Kwa sababu chochote utakachokiongea ukiwa na hasira, ni mara chache sana kinaweza kikawa ni neno la baraka. Ndio maana neno la Mungu linasema hasira zinakaa kifuani mwa nani? Mwa mpumbavu. Yani chochote utakachokiongea wakati ukiwa na hasira ni upumbavu. Mepishana tu kwa sababu ya shilingi 1000 ya kununua dagaa. Kila mume wako unapojaribu kukueleza kwamba mimi si kwamba sina hela kabisa, lakini kuna majukumu ya kimsingi ya kifamilia, sasa najaribu kukusanya ifike mahali ili tuweze kufanya kitu fulani kitakachokuwa faida kwetu pamoja na familia na kizazi tunachokijenga. Yani hivi unavyoongea, hata kabla hujamaliza sentence, yeye kesha kudakia kule juu. Sasa mwanamume kwa sababu hataki, yani ni asili yake kwamba asiwe chini ya mwanamke, naye atapanda pale. Mwanamke naye atakwenda pale juu. Mwisho wa siku, hata kama ni andunje, anakamata, anapiga kibao. Manake ameshindwa kuongea, humpi nafasi ya kuongea, na yeye ndo mtawala. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kukumbuka baadaye kwamba hivi kumbe, yani tena saa hiyo na zile hasira na maneno yale makali, saa hiyo anaanza kumuuliza, hivi baba fulani umenipiga kweli? Umenipiga kweli? Yani pale alikuwa anafikiri anacheza movie. Yani pale alivyokuwa anamkaa juu yake, anakaa juu yake, kila akiongea na kaji alikuwa anafikiri anafanya movie. Kumbe mwenzake kesha umia to the extent, yani moyo unauma. Kwa sababu kwanza ni laana mwanamume anatembea nayo ya kujisikia maumivu mwanamke anapotaka kukaa juu yake. Bwana Yesu asifiwe. Eti ndo angundua wakati ameshakula kibao, hivi kweli mwanangu unanipiga kweli?
Sasa nimpige nani? Aliyekuwa anataka kunifanya mimi mwanamke nani kama sio wewe? Unaweza ukaamsha pepo kuzimu likaja likakushughulikia wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Naongea na mtu, namponya mtu. Hebu piga makofi kama kweli unapona. Kwa hiyo kama unaipenda hiyo ndoa, wewe jitahidi tu kufanyaje? Utii. Kwa sababu mwanaume ni kweli anaweza akaa amekosea. Ni kweli anaweza akaa amekosea. Lakini sasa pale utakapotaka kumkandamiza mpaka akutamkie kwamba amekosa, ni kitu kigumu. Na mwisho wa siku ni kwamba hivi huo gomvi utakuwa ni mkubwa sana. Ni afadhali ungenyamaza, usubiri kwanza ile pressure yake ishi, halafu uangalie namna nyingine ya hekima ya kumueleza kama alikuonea, kama alikosea, kama alifanyaje. Unamtamkia mwanaume, unamwambia wewe waone hata wanaume wenzako wanavyojua kutunza wake zao, wewe nao unajihesabu mwanamume. Hivi unafikiri wewe mwanamume atalisahau neno hilo maisha yake yote? Hata kama ni kweli hajawahi kukununulia kitenge tangu akuoe, lakini kwa neno hilo umeshamuua. Kwanza nikwambie mwanangu, nikwambie hata zile furaha za kitandani huwa zinaondoka kabisa. Unamuua kabisa. Yani unaweza kumpeleka mtu hospitali ukafikiri anauma, kumbe wewe mwenyewe ndio ulimuua kwa maneno tu. Mwanaume akikosa ujasiri, lazima uwe na ujasiri. Na huo ujasiri huo ujasiri unatoka kwa mwanamke wako huyo huyo. Siku nyingine kachemka, ametoka wako amechoka kabisa, amechoka. Mwanamume gani wewe? Shaua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naogopa wakati mwingine kuachilia mambo kwa sababu huko kuna watoto na nini. Kwa sababu watoto wa siku hizi usije ukafikiri ni watoto. Usije ukafikiri hawajui. Wewe unafanya vituko mbele ya watoto. Eti huyu mdogo hawezi kujua chochote. Afu unamkuta mtaani ana apply the same activities ulizokuwa unazifanya wewe na mwenzako. Kwa usiwapuuze hao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno naongea ni sio baya, neno ambalo ni zuri, kwamba usimtamkie maneno mabaya ya kumkatisha tamaa, ya kumuona kwamba yeye is nonsense. Unamaliza kabisa. Yani hata kazini akienda, sidhani kama anaweza kuperform kama mwanaume kazini kwake. Lazima tu atakuwa anajifikiria, anaona kabisa yani yeye sio. Na mbaya zaidi ni kwamba huwa kuna hormones zilizoko kwa kila mwanadamu ambazo zina yani ukimtisha jambo lolote hata kwa maneno, zile hormones zinamwagika kwenye mwili wake. Zikishamwagika sasa, kama ndo ulimwambia wewe uwezi lolote, wewe nini mwanamume, yani zinamwagika zile hormones za uofu. Na zikishamwagika hizo hormones za hofu ndani ya mwili wa huyo baba, na kwambie hivi, hata kazini hata perform kazi sawa. Unaweza ukashangaa hata kule karibu, kama ni mahesabu anafanya benki, yani siku lazima apate shoti tu. Anaweza kaiona mbili kama 20. Haleluya. Kwa hiyo wanangu, mwanamke, silaha yako kubwa sana kupita silaha zote. Mtii mume wako. Heshimu. Mtie moyo. Hata katika kukosea kwake, bado unatakiwa umtie moyo. Afu unatafuta namna gani ya kumtoa hapo kwenye udhaifu wake. Kwa sababu hata kama utajifanya utachukua kiboko, huyo ni wa kwako. Huyo ni wa kwako tu. Hasa sisi
walokole. Yani ukishachukua huyo ni wa kwako tu. Ukimwacha wewe ni jehanamu. Au kama unaweza ukimwacha basi usioe mwingine wala usiolewe tena, kitu ambacho hakiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni afadhali kukomaa hivyo. Haya, Paulo mtume akawaambia wanaume, ninyi wanaume wapendeni wake zenu kama vile Kristo Yesu alivyolipenda nini? Kanisa, akatoa uhai wake kwa ajili yake. Yani hakuna kitu ambacho utakuwa umegusa moyo wa mwanamke ukijisacrifice kwa ajili yake, ukijitoa kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Yani aone kabisa, yani wewe ni unajitoa kwa ajili yake. Amen. Na vimaneno vya kawaida sana ambavyo yani vinampa mwanamke furaha, paka kama nywele zingekuwa zinatembea naziona kabisa. Na sio neno kubwa, naambia tu mke wangu umependeza, mke wangu nakupenda, mke wangu. Yani Mungu yani sijui Mungu alionaonaje mpaka akaniunganisha na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yani hayo maneno nataka nikwambie hivi, hata kama nakulaga dagaa kila siku atanenepa tu. Nakwambia ukweli. Issue sio kula mafuta, kitimoto, machipsi na issue ni neno gani anaambiwa huyo mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nikuulize swali. Hivi kwa nini asilimia kubwa ya wanawake wakishaolewa wewe unawajua walioolewa baada ya kuolewa nini ilitokea? Alinenepa, alikonda, wewe unajua. Lakini so si kubwa. Si kwamba chakula kilipungua, si kwamba nini. Kuna vitu vimepungua alivyokuwa akivisikia kila siku, aidha vikawa havipo, au kuna vitu ambavyo alikuwa asikii alafu akawa anakuja kuvisikia kila siku. Kwa hiyo hapo kuna mtu wa kunenepa, kuna mtu wa kukonda. It depends kula alikotoka, alitoka katika mazingira gani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaume sisi, huu mfumo dume, huna kujishusha kwa mwanamke na kumwambia mke wangu umependeza, mke wangu umependeza, hebu sogea nikuchumu. Yani unaona kabisa mimi nitadhalilika, ni wa kwako. Lakini nachokuomba, don't do such a thing before a children. Yani watoto siku hizi wanaona kwenye nani, watu wanafunga ndoa kama hivi hadharani, watoto wamejai, watu wanamzuana mdomo, wananyonya. Yani we are killing the world. Tunaua taifa, tunaua dunia. Kizazi kinachokuja huko siele kitakuaje. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ambacho mimi nacho kiona, yani kinachonitia moyo ni kwamba hivi, mwanadamu yote akizoelea jambo fulani huwa analipuuza. Unaelewa? Yani mwanadamu akilizoea jambo fulani huwa analipuuza. Kwa hiyo mimi yani inanipaga moyo sana napoona, yani kwenye TV kabisa umekaa pale na mtoto imetokea tu na wanapenda kuangalia, yani mambo ya harusi na sherehe wanapenda sana kuangalia. Sasa anatokea tu ghafla unakuta mtu hadharani, watoto wanaangalia. Lakini ninachokiamini kwamba hivi watayajaribisha haya, wataona ni ushenzi, ni upumbavu, haina maana yote, alafu itakuwa kama ni kitu cha kawaida. Hicho ndio kitu ninachokiamini. Lakini watakaoathirika ni hao hapa katikati ambao bado hawajapuuza, hapa wataathirika sana hapa. Hasa kizazi hicho tulichonacho sasa hivi. Amen. Tumejitahidi kuwazuia watoto wasiangalie television, wasiangalie simu, wasiangalie nini. Lakini ukitoka wewe ndio umekumbuka kumzuia mtoto wako, anakatisha hivyo, anakuta mtoto mwingine amezaliwa katika familia isiyofaa kitu. Unapozungumza isiyofaa kitu unaelewa. Amezaliwa yuko na mzazi asiyefaa kitu. Yani hata mtoto alikomtoa anajua mwenyewe.
alafu kapata simu, ndo anampa mtoto bado mdogo, alafu anamwekea mambo machafu. Sasa watoto wenzake wanafika pale, wanakusanyika pale, na wakwako uliokuwa unamzuiaga asishike simu, naye yuko pale pale. Ni swala la kumuomba Mungu, tena maombi ya kujidhabihu, ili hali hasa sisi ambao tunamjua Mungu, Mungu apige ganzi watoto hawa. Yani there is no way Mungu mwenyewe awapige ganzi, wapuuze, waone ni ujinga, kwa sababu hakuna kitu kinachoshindikana kwa Mungu. Lakini kwa akili za kibinadamu ni ngumu mno. Dunia imetapakaa kila mahali. Zamani tulikuwa sisi kwetu zamani, yani nilikokulia kwa baba yangu mimi, kwa sababu unajenga nyumba katikati ya kiwanja chako, unajenga nyumba katikati ya nini, ya kiwanja, na ni katikati, yani ni eka 4 au 5 ndio umejenga nyumba yako. Ukitaka kwenda kwa jirani yako, manake utembee eka 2.5, alafu kama naye ana eka 5, naye amejenga katikati na eka 2.5 zake ndo namfikia. Kwa hiyo haya mambo ya kuambukizana upumbavu na ujinga wa kuangalia vitu visivyofaa au maneno yasiyofaa ilikuwa ni ngumu sana kuweza kuspread kwa haraka. Mtoto ni mtu ambaye yani kichwa chake ni kama kompyuta, kina nasa kila kitu kinacho. Kuanzia miaka 3 mpaka 6, vitu ambavyo aliviona na kuvisikia mtoto kuanzia miaka 3 mpaka 6, hata kisahau hata kimoja mpaka atakapoingia kaburini. Kompyuta ya kichwa cha mtoto cha miaka 3 mpaka 6, yani ile nani ilikuwa empty, wanaita nini, ile hard disk ilikuwa empty. Kwa hiyo vilivyomwagika pale haviondoki. Vitakuja vingine vitapitiliza, lakini vile vitabaki. Kwa hiyo naomba baba yangu, mwanangu nikupendaye sana, yani nakupenda wewe mwenyewe, ni shahidi, naomba upende huyu, pende Mariana anahitaji na Yesu asifiwe. Yani kama ulivyoonyesha kumpenda mpaka akasema, yani huyu baba, Mungu ungenipa mimi, Mungu ungenipa mimi, Mungu huyu. Yani sikuwa akikosea tu akisema nakupenda, ameharibu, siwezi kurudi nyuma. Yani sikuwa akisema tu nakupenda, basi nang'ang'ania ile lokoti na shati alilovaa, na kila siku utakuwa unamwambia, "Suli niambia unanipenda, nioe basi. Suli niambia unanipenda, nioe sasa." Sasa mpaka mnamaliza safari, endelea kumwambia nakupenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama unayo furaha, hebu mpe Yesu makofi. Yani hakuna mwanaume yoyote ambaye akigundua, akifanya tafiti zake, akajua kwamba huyu mwanamke ananitii na ananiheshimu, alafu akaacha kuonyesha upendo kwa huyo mwanamke, huyo pelekeni Mirembe kamkague. Bwana Yesu asifiwe. Pelekeni Mirembe mkampime kichwa chake kiko sawa. Na kama ukikuta kichwa kiko sawa lakini bado hataki kuonyesha upendo kwa mke wake, mlete mji wa makimbilio tupige mapepo. Yani yamejaa mapepo huko kwenye akili yake yasiyo ya kawaida. Tuyang'oe, ni mapepo. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna mwanamke yoyote ambaye akigundua mume wake anampenda, I say, akijua mwanamke akijua kwamba mume wake anampenda yeye peke yake, kwanza kwako wewe mwanamume itakuwa kero,
itakuwa kero. Akikaa nusu saa tu haja kuona, anaweza akapata ugonjwa wa akili. Yani katika watu wanaojua kufanya agano lisilo la kinafiki ni pamoja na mwanamke aliyethibitisha kwamba mume wake anampenda kwa kumaanisha, wala sio kwa unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na yeye anatumikia adhabu, aliambiwa vina tamaa zako zitakuwa juu ya mume wako. Yani akishajua kabisa kwamba huyu ni mimi peke yangu, I say, yani utanenepa mpaka utapasuka. Mwanaume utanenepa mpaka utapasuka. Yuko tayari yeye asile, lakini akuandalie wewe vitu vizuri. Paulo mtume aliviona hivi, alishuhudiwa na Roho Mtakatifu kwamba mwanamke, wewe mtii mume wako. Mtii kabisa, kwa kumaanisha sio kwa unafiki. Shuka, mheshimu. Alafu uone kama Mungu atakuwa amekupa mwanaume, Mungu mwenyewe amekupa huyo mwanaume, lazima atakupenda sana. Na akikupenda kwa kuonyesha kabisa kutoka moyoni mwake, yani hakuna furaha kubwa utakao kuwa nayo zaidi. Na akikatiza, yani nilikwambia atakuwa kero. Kwa sababu gani? Akishafikia hiyo hatua, akikatiza tu mwanamke, wakapishana, alafu mwanamke sijui alisoma naye miaka fulani, sijui anafanya kazi sehemu moja, wanafanya, akamsalimia katika hali ya kuchangamka, yani visu vinatembea kwenye moyo, visu. Kwa hiyo kupendwa sana na kwenye ni hatari katika afya yako. Lakini pia yani hivyo, jamani, nasema uongo, kuna watu waliwahi kupenda, maana siku hizi hamna watu wanaojua kupenda. Si unaona wamekaa kimya, hamna aliyewahi kupenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani mimi hapa najimwaga kwa sababu najua hamna kitu kingine kinachofuatia zaidi ya kumaliza ibada tukatawanya kazi. Ndio kama kungekuwa kuna nukia huko jikoni na nini, ningesema ngoja nifanye haraka, maana watu hapa mawazo wameshahama. Lakini najua mawazo yako yapo. Ngoja nikupe vitu mwanangu vikusaidie. Sema amina kama unanielewa. Baba umetukuka baba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wanaume wana kazi moja tu ya kuwapenda wake zao. Sio kwa unafiki, mpende. Kristo alipenda kanisa, katoa uhai. Amen. Unajua wanawake wengi wana asili ya kung'ang'ania kitu. Na kama unampenda wewe mwanamume, kama unampenda wewe mwanamke, unajua hiki kitu anaking'ang'ania. Umejaribu kwa hekima sana kumuelekeza, lakini hajakuelewa, akaking'ang'ania. Ili ule upendo usije ukapotea, wewe mpe hicho anachokitaka. Alafu mbele ya safari atakuja atakwambia, kumbe baba fulani, kumbe mume wangu uliniambia ukweli. Imekuwa hivi na hivi na hivi. Nikamwambia, lakini mke wangu nilikwambia. Sasa hii kama nilikuwa ni hela, naambia ile hela nilitarajia niongezee kwenye mtaji ili angalau siku moja tunapata chips na kuku. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Maana siku hizi kina mama kung'ang'ania kupewa mitaji ya kazi. Nataka na mimi. Mwanangu, mke wangu, nakupenda wewe. Acha mimi nihangaike. Kwanza mimi nimepewa kazi ya kuhangaika kwa ajili yako. Hamna, nataka na mimi. Ambia haya, nenda. Bwana Yesu asifiwe. Unamwambia mwanangu, siku hizi utafanya nini? Hajafanya hata utafiti wote wa kitu anachotaka kukifanya, wala hajamuuliza hata mume wake, eti mume wangu, hivi tukifanya hivi na hivi na hivi tutatoboa au ndo itakula kwetu? Hajamuuliza. Yeye kaona tu mwenzake anafanya biashara fulani, anaona anaendelea vizuri, anavaa vizuri nini, alafu yeye akakopi, akapesti.
Alafu mbaya zaidi amewaangalia wanawake huko duniani. Mwanangu, kama wewe umeokoka, yani hata siku moja usije ukachukua mfano kwa watu wasiomjua Mungu. Wewe unaweza kuona biashara yake inaongezeka tu, ukafikiri ni biashara ile anafanya, alafu vitu vinazaa faida, duka linaongezeka. Kumbe ana kona zake, anakusanya hela kwa wanaume huko, anakuja anaongeza tu vitu, alafu anakutamanisha na wewe mtu wa Mungu. Unapotea na biashara itakufa. Kwenda kwa mganga kienyeji uwezi, na ukienda tutakujua tu, mchungaji wako na macho ya rohoni nitakuona tu. Bwana Yesu asifiwe. Tii tu mume wako. Akikwambia mama subiri kwanza. Wewe subiri. Kwanza umeokoka. Nani kakwambia unakufa kesho? Una haraka gani? Wewe ufi kesho, una ahadi ya kwa Mungu. Unachotakiwa tu tii neno moja ambalo Mungu amekuagiza kwamba nanyi mtanitumikia, nami nitabariki maji yenu na chakula chenu, nami nitahakikisha ninakuondolea magonjwa ndani yako na kutimiza siku zako za kuishi. Ni ahadi ya mtu anayemtumikia Mungu wa kweli. Tamani umtumikie Mungu wa kweli, uishi miaka mingi. Amen. Wanapapara wale wasiojua kwamba hata mwaka utaisha. Sio nitaishi, sio atanipiga kipapai, sio nitakanyaga umeme, sio, yani hana uhakika na maisha. Kwa hiyo anafanya kwa jitihada zozote kwa sababu anajua hana uhakika wa siku za kuishi. Lakini wote waliompa Yesu maisha yao, siku za kuishi zimehesabiwa na Mungu. Sema amen. Tena kama una imani ile ya kupitiliza, ukiona unaelekea kwenye kuzeeka, unaambia wewe stop. Mi narudi nyuma, naanza tena. Kama ndo pale ilikuwa umefika pale, unaenda kwa baba, unafika hapa, unarudi nyuma wewe kwa mamlaka uliopewa. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina kubwa. Hebu mpe Yesu makofi mengi na vigelegele. Paulo mtume anasema katika kitabu cha Ibrania kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Ndoa na iheshimiwe na watu wote. Sasa shida kubwa ambayo imeua ndoa nyingi ambazo hapo mwanzo walikuwa mume anampenda mke wake, mke anamtii mume wake, lakini kwa sababu ya kukosa watu wanaojua kwamba hii ni ndoa ya mtu, hawa watu ni wanandoa, akaingiza mizaha, matokeo yake naleta uharibifu katika nini? Ndio maana Paulo mtume akasema hivi, ndoa na iheshimiwe na watu wote. Yaani ukishajua kwamba huyu ni mtu wa watu, mpe heshima zake. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama mnafanya ofisi moja, mpe heshima zake. Kama master wa mtu, kama Mrs. wa mtu, mpe heshima zake, ili usije ukaharibu. Yaani kitu chochote ambacho kimezungumzwa kwenye Biblia, Mungu aliona matokeo ya kitu hicho kisipofanyika na wanadamu. Alijua madhara yake. Kwa hiyo usije ukapuuza wakati aliposema hivyo. Hata mwenyewe ukifanya tafiti. Juzi hapa kuna jirani yangu mmoja hivi. Yaani jamani, kuna jirani yangu mmoja, hata majina siwajui. Hata mimi napitaga hapo, tunaona hapa kuna mwanamke mmoja mfupi mweupe, hapa kuna mwanamke mmoja mrefu mweusi, yani hivyo. Lakini hata kujua kwamba huyu, sitaki hata kujua. Sasa nikaja kupata story. Kulikuwa kuna mwanamke mmoja mweupe sana, mnene, yuko pale na mtoto wake mmoja, sijui ana mwaka mmoja, sijui mwaka mmoja na nusu, sijui nini. Wakatokea watu hawa wa Kefo, wakaanza kufuatilia, anafika hapo kila siku, fuatilia. Yani ikafika mahali wale jamaa
wakamdanganya yule mama. Yule mama ikafika mahali akaona kabisa kwamba kumbe mimi ni hot cake. Ile rangi ndio inamdanganya. Lakini yani ni rangi tu. Lakini ukiangalia vile hata vile alivyoumbwa, hiyo rangi tu. Yani bora ingekuwa mweusi, ingekuwa akaona morphological appearance nyingine, lakini ile rangi ikamdanganya. Akajiona wa thamani, akakubaliana na jamaa mmoja si atoroke nyumbani na huyo mwanamume. Wamegombania kitu kidogo tu. Wewe mimi usinibabaishe. Si nini. Kachukua mtoto wake, kaondoka na jamaa. Bwana Yesu asifiwe. Wamekaa huko na jamaa sijui hata kama mwezi uliisha. Sijui mwezi uliisha. Jamaa shida yake alishaimaliza, hana tena haja na yeye. Yani ndio ameshamgeuka vibaya. Anawaza narudi tena kwa yule mwanamume, nilimdharau, nilifanyaje na nini. Akaona sasa hapa nitakufa. Akarudi tena kwa yule mwanamume, alimwambia wewe usinibabaishe, mimi nitaenda kwetu na nini. Karudi. Mwanamume anamwambia na huko kwenu wamekubabaisha. Na kwenu nako wanazingua. Maki alikuwa anamwambia wewe unazingua tu wewe. Mwanamume akamwambia na huko kwenu wanamezungua kama mimi. Aibu. Mwambia sasa ulipoondoka hapa, mimi nilikuwa angalau nilikuwa nahangaika napata hata shilingi 10,000, 15,000 nikikuachia hapa na mambo mengine. Lakini sasa hivi tangu umeondoka hapa sina nguvu za kufanya kazi. Nikifanya kazi nikipata shilingi 10,000 mpaka iishe ndo nikatafute nyingine. Sasa kama unayaweza hayo maisha hapa, umerudi hapa ukutana na haya maisha, kaa. Lakini kama uwezi, rudiji kule. Aende wapi? Mtu mwenyewe aliyemchukua wala hajui. Yani hata kule alikompeleka wala sio kwao. Unanisikia mwanamke? Yani Mungu akishakupa wakwako ni wakwako tu. Usilinganishe maisha ya kwako na maisha ya mtu mwingine. Maisha ni kama vile nini? Yani ni dira. Valia mawaksi ya bemba, atakuvalia madongodingo yale beba. Kuna siku itafika hata hicho kiatu hawezi kuweka kwenye mguu na kila kitu atakaa chini. Alafu wewe sasa ndo unaibuka. Na mwendo wako ule wa kinyonga sasa ndo unaibuka na wewe huko kwenye chati. Usibabaike na mtu, babaika na kila ambacho Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe. Wanangu mmenisikia? Sidhani kama mmenielewa. Mmenisikia lakini hamjanielewa. Ila kadri tutakavyo, kwa sababu huko mji wa makimbilio, hapo umefika. Haya utayapata kwa wakati mzuri. Amen. Amen. Basi naomba nimuulize mzee Wasiobe pita hapo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya neno hili ili tuweze kuendelea sasa na jambo jingine linalofuatia. Mzee Wasiobe, please come forward. Chukua maiki. Mshukuru Mungu kwa neno hili. Katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote, tunakurudishia sifa na utukufu kwa ajili ya mtumishi wako. Amesimama kwa ajili ya kunena habari njema zenye uzima tele, kwa ajili ya kuponya mioyo yetu, mawazo yetu, ili yakuelekewe Baba yetu uliye mbinguni. Endelea kumjalia maarifa na hekima itokayo kwako, kwa kuwa Bwana unaweza tena unatosha. Baba, itazaa nyingine 90 na nyingine 100, hata siku nyingine, siku zote tukaendelea kukutukuza katika ndoa zetu na kulihimidi jina lako. Katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, endelea kutufunika tena na tena siku zote za maisha haya. Malaika zako endelee kumzingira kila mmoja, tuendelee kukuona
katika sherehe hii siku zote za maisha yetu, na hata muda huu endelea kutembea katikati yetu. Tufunike kwa damu yako ya thamani. Ni katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mwokozi wetu, wote tuseme amen. 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 Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, tumekutanika hapa leo kwa sababu tu ya jambo moja la baraka la kumuunganisha mwanaume huyu Mr. Benjamin pamoja na Mariana kwa ajili ya kuwaungamanisha katika ndoa takatifu ambayo Paulo mtume aliagiza na kuisifia ya kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa hiyo haifai mtu yoyote kuingia katika hali hiyo kwa haraka, ama kwa kutofikiri, ama kwa kulazimishwa, ama kwa kukurupuka, bali kwa utaratibu katika kumcha Mungu. Watu hawa wawili wataka sasa kuingia katika hali hiyo takatifu, na mtu yoyote katikati yetu ambaye ataonyesha sababu yoyote ya msingi na sababu ya haki ya kwamba watu hawa wawili wasiungamanishwe katika ndoa takatifu, wasiungamanishwe kihalali katika ndoa takatifu, kama yupo mtu huyo na aseme sasa, na kama hayupo na anyamaze milele. Hayo makofi hayatoshi. Ni neno gani au furaha gani? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Pite hapa mbele au msimame tu, mkae hapo, silete disturbance kwa piga picha. Ni kitu gani? Ni kitu gani? Kama mtakavyojibu siku ile ya hukumu. Tena hukumu yenyewe inatisha kama nini, ambapo sisi sote, ambapo siri zote za mioyo ya watu zitafunuliwa. Na wataka ninyi mkiri sasa, mmoja wenu kama anacho kizuizi cha kuzuilia msungamanishwe kwa halali katika hali takatifu ya ndoa. Kwa kuwa jueni sasa kwamba watu waungamanishwa kwa njia isiyoamriwa na neno la Mungu hawaungamanishwi na Mungu, na ndoa hiyo sio halali. Kama yuko katikati yenu anasema, mimi baba mchungaji, kiukweli nilijikuta tu nimemkubali huyu baba, mimi sikuwa na mpango, kwanza mimi nishaeka maagano kwamba nitakuwa sister, sitaki masuala ya kuolewa. Yesu asifiwe. Basi utuambie, na kama haujalazimishwa, basi naomba unyamaze hivyo hivyo, uendelee kushangilia moyoni kama kawaida. Mpe Yesu makofi na vigelegele. Wanamenipa kicheko, nina raha moyoni. Lakini pia Benjamin naye anaweza akawa na sababu ya kusema, jamani, tuishie tu hapa. Mimi bwana, hii hatua ninayotaka kuingia hiki kifungo ni hatari sana. Kifungo hiki cha walokole kwamba mna kuachana, mna kupeana talaka. Mimi bwana, mimi hapana. Mimi na gairi, nendeni tu mkale ubwabwa wangu, muende zenu nyumbani, mimi najiondokea zangu. Kwanza mimi mwanamume mrefu, napendwa sana na wanawake. Wala msiwe, mimi siwezi. Na tuambie
wote wameonyesha nia ya kuungamanishwa katika ndoa hii takatifu ambayo kila mtu ameagizwa aiheshimu. Inawezekana ulikuwa na mizaa na Benjamini huko kazini wapi, kuna una mizaa na Mariana huko kazini au wapi, lakini sasa unaamriwa ya kwamba wakitoka hapa waheshimu kuliko kitu chochote, kwa sababu ni agizo la Mungu wala sio agizo la mchungaji. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Kwa hiyo naomba mumpe maiki, mshikie maiki hapo, mpambe, mshikie maiki. Alafu tanifatisha maneno nitakayowaambia. Benjamin Masanja, naomba useme hivi: mimi Benjamin Masanja. Je, wapenda kuwa na mwanamke huyu awe mke wako na wa kumuoa, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda na kumheshimu, utamlinda na kumtunza, utawaacha na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Kama ndio, sema nitafanya hivyo. Nitafanya hivyo. Mariana Gwau, wapenda kuwa na mwanamume huyu awe mume wako wa kukuoa, ili mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa. Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika hali yoyote ambayo Mungu atawaweka, na wengine wote utawaacha na kuona yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili. Kama ndivyo, sema nitafanya hivyo. Kwa Benjamin hapo, sema maneno haya. Sema, mimi Benjamin Masanja, nakupokea wewe Mariana, uwe mke wangu wa halali, kuwa nawe siku zote kutoka leo, kuanzia leo, na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Baba Mungu, ninakushukuru. Hili ni agano na kwamba pendo lao litazunguka ndani yao peke yao, wala penzi lao na pendo lao halitatoka nje. Naomba kiapo hiki Mungu kikalindwe na wewe Roho Mtakatifu katika maisha yao yote, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu utatenda kwa utukufu wako. Naomba walishe sasa. Hebu hii nini? Hii pete ya nini? Ya uchumba. Hii uoa sasa. Hamna uchumba hapa tena. Hapa mambo yame. Haya, mpe kidole cha ndoa sasa, cha dole.
Yaani jamaa anaona sisi tunamchelewesha tu. Faster. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba sasa mwanangu Mariana mpe maiki naye aweze kuapa hiki kiapo. Sema mimi Mariana Muhammad Ramadhani na kupokea wewe Benjamin Masanja uwe mume wangu wa halali, kuwa nawe siku zote kutoka leo, katika hali yoyote ambayo Mungu atatuweka. Nitakupenda, nitakutii siku zote tutakazoishi sote wawili. Kwa hiyo nakupa nadhiri yangu. Amen. Ngoja tuone sasa. Agano ndio anampa nadhiri ya kulinda agano. Maana hapa wanafanya agano mbele za Bwana kwamba wao ni wakufa na kuzika. Amen. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya nadhiri hii ambayo dada kumpa mwenzi wake, na iweka pendo lao likazunguke ndani yao vyo hapa mbele zako na mbele ya mkutano huu, katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Amen. Wakubarikiwa samuni yangu sasa kupokea. Nimechoshwa na shida za dunia, najipanga napokea kwako baraka yangu, napokea kwako, napokea kwako, napokea kwako utajiri wangu, Yesu napokea kwako, napokea kwako elimu yangu. Jamani, makofi kwa Bwana. Wakati ni huu wakubarikiwa samuni yangu. Subiri basi nikwambie kitu. Wewe msikilizaga na huku. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ngoja nikupe siri moja. Mungu huyu ni wajabu sana. Inchi unavyoona ameigawa katika makundi kama sio 4 5 inchi. Ameigawa sehemu kuu 4 au 5. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ni ngumu kuliko ugumu wote ule ambao unaweza ukakuta watu wa kutoka huku kaskazini wana mambo ya kuremba. Unanielewa? Mambo ya kuremba, mambo ya yani ni kitu ambacho hakipo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna kabila jingine kuanzia hapa kwetu kwenda hivi. Yaani hapa tungetumia dakika 5 kuvalisha pete tu, dakika 5. Kwa hiyo vyovyote unavyoona vilivyofanyika ni utukufu kwa Mungu, na ndivyo Mungu alivyowaweka na ndivyo watakavyokuwa, maana watafanana. Kila mtu atajua mwenzake anataka nini, hataki nini. Itafika tu wakati. Amen. Sasa naomba pokea vitu vyake. Shike mkono. Pea nini mkono? Shika hivi. Sogea. Baba Mungu mtakatifu, uishie milele katika jina la Yesu. Baada ya kiapo
na kupeana nadhiri watoto hawa mbele yako na mbele ya mkutano huu. Baba, ninawaweka mikononi mwako. Kama walivyoshikamana mkono, manake watakuwa kwa pamoja, watasaidiana, watashiriki kama jinsi ambavyo Bwana wanaonekana katika nadhiri yao. Katika jina la Yesu, kila laana, kila mikosi, kila uharibifu, kila nia mbaya za ibilisi zitakazojaribu kuja na kutenganisha upendo huu ambao Yesu Kristo unawaunganisha wewe mwenyewe sasa, shindwe kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana ikawafadhi na kuwafunika siku zote za maisha yao, wapendane, waishi maisha ya kushirikishana mambo yao kwa ajili ya utukufu wako. Katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ninaweka mikononi mwako nikiomba na kushukuru. Amen. Na uzima viko kwenye kinywa changu, baraka na uzima nimbarikiwa zao, Jamani, Bwana asifiwe. nimbarikiwa maneno yao, nimbarikiwa. Sasa kama kuna mtu ambaye ameandaa taji lake, awe anajiandaa. Kwa hiyo tumefikia mahali pazuri kabisa. Naomba sasa nikatamke kwa mamlaka zile za kimbingu, kwamba Benjamin Salemi Masanja ni mume halali wa Mariana Ramadhani Gwau, katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, aliyekiunganisha ulichokiunganisha wewe Mungu, asiwepo mwanadamu yoyote wa kutenganisha, katika jina la Yesu. Amen. Narudisha kwa MC sasa. Fungulia gavana, mambo yaende kwa dakika chache. Tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Sherehe safi. Basi nakuomba unisikilize, kwa sababu tuna mambo mengi na saa zitatolewa kule ukumbini, si ndio? Ila tutaruhusu za kuamka kama mna na zawadi hapa. Na kama hauna zawadi inatolewa ukumbini, basi atolewa kule ukumbini. Lakini kama unayo hapa tunakuruhusu kutoa. Lakini sasa hivi hapa tutakuwa na wimbo wa Rejoice, wimbo maalum wataimba, na baada ya hapo tutakuwa tukielekea kuahirisha sasa ibada yetu ya ndoa, ili kusudi wazazi waweze kurudi na K1 kule na wengine waweze kwenda kwenye picha,
tayari tena jioni kwenye saa 1 tuweze kuingia pale ukumbini. Amen. Bwana awabariki sana. Kwa hiyo mambo ambayo umeona hapo tunaomba utuie lazi kwa sababu namna hiyo, maana gari yetu ile nayo inayochukua watu itakwenda K4 majira saa 11. Amesema hamna zawadi zingine, sasa kuna hii zawadi kuu kwa mtu ambaye anashinda au anapewa zawadi. Bwana Yesu asifiwe. Alafu wanangu, naomba mviheshimu sana hivi vitu. Hivi vitu sasa hivi vinapatikana kwa adimu sana na kwa milolongo mikubwa, na wamevipandisha bei mno. Na sisi wasajili leseni tuliokuwa tunakata yani tunalipa mara 5 zaidi ilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo viheshimu sana. Weka lamination, hifadhi mahali salama. Sasa nimlete mama mtumishi wa Mungu, mama mchungaji aweze kukabidhi rasmi hizi hati kwa mamlaka aliyopewa. DJ basi kama